Majina yafuatayo. Tutanao sento siku ya Ijumaa saa 5 pale. Tupige maneno yetu pale. Tuone tunajengaje mkoa wetu na kuweza kutokomeza madawa haya ya kulevya. Sasa karatasi mtaipata. Nafikiri tutaipiga kopi. Nina majina leo 65. Juzi kwa majina kama 10 na ngapi si yale. Leo tuko na majina 67. 65. Niwaambia utasikia mtikisiko kidogo, lakini wewe usidondoshe kamera yako. Lazima uwe sehemu ya mpambanaji. Tuhakikisha ya kwamba na hawa wako wanaotuhumiwa ya kwamba wanafanya biashara, wako wanaosemekana wanatumia, wako ambao wanasemekana wanazo taarifa za kusaidia kamati yangu ya ulinzi na usalama kufanikisha kupata mtandao mzima wa madawa ya kulevya. Kwa hiyo ni namna moja au nyingine tumeona ni vyema tukakutana nao, tukapata kuwasikiliza yale ambayo tunaambiwa, tutawauliza, na kama ni kweli watatuambia ni kweli, na kama si kweli watatuambia si kweli. Na pale tutakapojiridhisha ya kwamba hakuna tatizo, basi tutachukua hatua nyingine ya kuendelea kusonga mbele. Pale ambapo kuna tatizo pia tutapata hatua zingine. Na ndio maana tuliwaita wale ndugu zetu wa Cuba, tukawaita wale ndugu zetu wa Element, tukawaita pia na wale ndugu zetu wa Georgian Dragon, na walifika tukawahoji na kuna maelekezo maalum tuliowapa. Na kwa kweli wewe unayefanya biashara, alafu ndani ya biashara yako kukawepo na watu wengine wanafanya biashara madawa ya kulevya, na wewe ukao umekaa kimya, utaratibu unaofuata ni kwamba wewe ndio umeruhusu biashara ya madawa ya kulevya ifanyike kwenye eneo la kwako. Kwa wewe tukikamata unga pale, na wewe ni sehemu mojawapo. Hatua nafikiri mnazifahamu, na rais wetu hataki hata kesi za unga zichelewe, kwa sababu tunavozidi kuchelewa ndio nazidi kuwashughulisha watu wengine. Lakini pia tunaendelea kuweka mkakati mmoja imara, kwa sababu wauzaji wa madawa ya kulevya wakikamatwa, hata wakienda mahabusu au wakienda gerezani, kuna baadhi ya watu ambao sio waaminifu wanawapenyezea simu mle ndani, wanaendelea kuwasiliana na watu walioko huku nje, na mwisho wa siku unakuta bado biashara inaendelea huku mtaani kwa maelekezo ya mtu ambaye yuko ndani ya gereza, jambo ambalo alikubaliki. Na nafikiri juzi mmemwona kamishna wa magereza mpya ameapishwa, na moja ya kazi ambayo nimemuomba katika mkoa wangu ni kuhakikisha magereza hizi hazitumiki, kama ni ya Ukonga, kama ni ya hapa wanapoita wapi hapa, kama ni Keko, katika maeneo yote ambayo yako ya magereza, tunataka kuhakikisha kuna ulinzi mzuri na wala hakuna madawa ya kulevya yanayoendelea kufanywa biashara na watu walioko kule. Kwa sababu hata ni kosa kuwa na simu. Ukiwa na simu umeweka hata mahabusu kujidai kujirekodi, nao ni kosa. Watu wakiamua kuchukulia hatua ni hatari pia, na unajikuta unajiongezea dhambi na makosa mengi pasipokuwa na sababu yoyote ile. Ndugu yangu mmiliki wa Slipway, nafikiri Slipway mnaifahamu. Wale wanaokaa Masaki kule, yuko mmiliki wa Slipway pale na mhitaji, na yeye ana eneo lake la kupaki boti zake pale, wala hakuna mtu anayeweza kumbuguzi. Kwa tutajadiliana kuona hapa tunafanyaje, kama boti hizo ni sehemu au si sehemu, na kama si sehemu wanasaidiaje. Haya, kuna mmiliki au wale wanaofanya wenye club ile inaitwa Yachi Club, nafikiri mnaifahamu, na miboti pale ipo ya kutosha tu. Kuna ndugu yangu mwingine ni MMI Wine, anaitwa Saleh, iko pale kati ya, nafikiri uko karibu na Element pale. Element unakuja kama kuja Jackies pale mkono wa kulia au wa kushoto, inategemea na upande gani unatokea. Lakini kuna ndugu yangu mwingine anaitwa Mwinyi Machapta. Mwinyi Machapta huyu ana duka lake moja hapa Kinondoni hapa la nguo. Lakini kwa uchunguzi wangu ana saluni yake nyingine iko China pale, yuko kama Machapta. Lakini sasa hivi yuko nchi moja anapambana kurudi China. Lakini naye namhitaji, ni miongoni mwa watu ambao wafanya biashara wakubwa wanaosadikika kuwa ni wafanya biashara wakubwa wa madawa ya kulevya. Kuna dada yangu mmoja anaitwa Rozi huyu yuko China.
lakini makazi yake ameamua kuyafanyia Ghana. China naenda tu kwa ajili ya hizi, na ana mtandao mpana sana hapa Dar es Salaam kwa kusambaza huu mzigo wake. Mzee wangu mmoja anaitwa Kiboko, huyu anaishi Mbezi ya chini. Huyu naye ni miongoni mwa watu ambao inasadikika mtandao wake ni mkubwa. Nikisema inasadikika maana yake muamini, nazo taarifa zangu kupitia yeye wale tuliowakamata au wengine wanaweza kututaarifu kiufasaha, na kila anayekuja naomba niwahakikishie tu, kila tunayemuita tunamfahamu kuliko anavyofikiri. Kazi yake kubwa ni kumsikiliza tu. Akitupa ushirikiano ili tuwapambane pamoja kukomesha huu mtandao wa madawa kulevya, sisi tutashukuru. Kama ambavyo wengine wametoa ushirikiano na leo hii wako nje wataendelea kuripoti katika kituo cha polisi. Mmoja alikuwa anauliza sasa wameshtakiwa kwa kosa gani? Sasa wameshakiri na wanataka kuacha na wanaomba serikali wasaidie kuacha. Sasa kinachofuata tu sisi tuwaweke kwenye uangalizi, kwa sababu lengo letu wasiendelee kuwa watumiaji wa nini? Wa madawa ya kulevya. Kuna Mr. Alfidh, yeye anaishi Mbezi Mwisho, Mbezi ya chini ile, sio Mbezi Mwisho. Kuna ndugu yangu mwingine hapa anaitwa jamani majina yako mengi lakini nitawapatia, mtayapitia na ningependa hasa nyinyi watu wenye magazeti myachape vizuri, na wengine hao hata address zao huwa kidogo zina, anaweza akajiandikisha leo yuko hapa kesho. Kaka yangu mpendwa mbunge mstaafu Idi Hassan pia naye namhitaji. Mchungaji wangu na kaka yangu naye nahitaji kukutana naye. Nataka jina? Kwani mmemsahau? Haya, nawapatia. Mzee huyu bwana tunahitaji, nafikiri anaweza kutusaidia vitu vingi ili tukaweza kufanikiwa katika haya mapambano yetu ya madawa ya kulevya. Tafuta majina machache ili niwapatie kwa wale watu mnaowafahamu vizuri. Kakangu Mboye nafikiri mmemfahamu. Alikaile Mboye, yeye anaishi hapa. Ni mbunge wa Hai, lakini bahati nzuri ni mkazi wa Dar es Salaam. Naye tunahitaji kukutana naye siku ya Ijumaa. Kuna Bosi Chizenga yuko Mbezi Beach. Kuna Masanga yuko Bunju. Kuna Deo Mchanga yuko Kinondoni. Kuna Maarifu yuko Tabata. Kuna Abedi Mfundo yuko Kigogo. Kuna Kiza yuko Mwananyamala. Kuna Kitwana yuko Magomeni Kondoa. Hashiri Gongo la Mboto. Halili Mwalabu Kinondoni studio. Nasoro Selem Mabibo. Huseni Mwalabu. Kuna ndugu yangu pia mzee wa Pambakali pale, anaitwa mnafahamu jamani, lakini nawafahamu nitawakabidhi pamoja na ndugu yangu nimesema mchungaji Gwajima. Mchungaji Gwajima naye nitahitaji kukutana naye, na kaka yangu Yusuf Manji pia nitahitaji kukutana naye. Hussein Pambakali nimeshawaambia. Kuna wamiliki pia wa kasino
Wamiliki wa kasino nafikiri wafahamu wengi, lakini namhitaji mmiliki wa kasino wa Seacliff. Kasino wa Seacliff anazo zile kasino zingine, kwa sababu huku kwingine sitanapoingia ndani, kwa sababu ziko biashara zinafanyika huko kwenye maklabu, kwenye makasino, kwenye mabaa. Na ndugu zangu mabouncer ambao majina yao yote ninayo, sababu nimefanya mwenyewe kazi, majina mabouncer wote wanaoshughulika na biashara hii ninayo. Siwezi kutaja majina, nitawachosheni tu, lakini wao pia nimeweka utaratibu wa kushughulika nao, sababu unapoingia pale unakutana na hiyo habari. Lakini pia kama nilivyosema kwenye upande wa, sababu nimeeleza maeneo matatu, kuna magari, nimeeleza kwenye biashara zingine za kwenye mameli yale yanayokuja na mizigo, lakini kuna habari nyingine pia ya mameli ya mafuta. Sasa kuna makampuni matatu nahitaji kukutana na wahusika. Wapo wakina Ali, wakina nani, wakina Ahmed, wanafahamiana. Lakini makampuni haya ni Tanga Petroleum Limited, lakini pia kuna Nas Haulage Limited, wanahusika na mafuta, lakini kuna GBP Tanzania Limited. Kwa hiyo kuna kakaangu mmoja anaitwa Sefu Saudi Bada ambaye ni sehemu ya kampuni hii ya GBP. Nao pia siku ya Ijumaa saa 5 tukutane nao pale Central kwa Commissioner Silo. Tuendelee kuchakata namna ya kujenga mkoa wetu sio kuwa na madawa ya kulevya. Ndugu zangu waandishi wa habari, majina haya naomba yatolewe kopi. Nimejitahidi kidogo, sikutaka ya chapo ile mashine isije ikatugomea. Toleni kopi alafu muweze kupata. Lakini bado niendelee kuwaomba ya kwamba mapambano haya dhidi ya madawa ya kulevya, hakuna mtu wa kumrudisha kiongozi wa serikali ya Dr. John Joseph Pombe Magufuli nyuma hata siku moja. Na rais wetu lazima aifikishe meli hii salama kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam ikiwa haina madawa ya kulevya. Habari zingine hizi zinasaidia tu kuongeza hamasa ya mapambano haya madawa ya kulevya. Sababu bila kuwa na hizi habari hauwezi kupata nguvu ya kupambana. Lazima uzipate ili ujue unachokipigania ni cha kweli. Lakini toe wito kwa wazazi, tuungane na serikali hii. Na serikali hii inafanya kwa nia njema kabisa. Ni kwa kuhakikisha kwamba watoto wetu, ndugu zetu wanabaki mikono salama. Lakini tukiacha mapambano haya yakabaki kuwa ni ya rais peke yake, tukaacha kuwa ni mapambano ya polisi peke yake, itakuwa ni jambo ambalo mafanikio yake tutayapata, lakini tutayapata kwa shida. Ila tukiungana wote, nina uhakika tutapata mafanikio makubwa sana. Kwenye zile nyumba ambazo hata nyinyi wananchi mnazitilia shaka ya kwamba inawezekana kabisa kuna biashara inafanyika, inawezekana kabisa hamuelewi nini kinachoendelea. Wako watu wengine wanaishi kwa namna ambavyo hata kipindi cha nyuma nishawahi kusema, jamani, si vyema kukaa na watu ambao hujui wana shughuli gani katika maeneo yao. Watu wameweka mageti yao, wanajifungia tu. Usiku ndio unasikia kuna movement za magari, lakini mchana utafikiri watu hawapo. Hapana. Ni wajibu wetu na sisi kutoa taarifa. Hata kwenye magesti bubu kuna watu wanapokelewa kwenye magesti, lakini hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. Wakati mwingine nimeongea hata na ndugu zangu madereva taksi, na tulifanya nao mkutano hapa, na nyewe waandishi wa habari mashahidi, ya kwamba kuna wakati mwingine anambeba abiria, mazungumzo anayoyafanya kwenye taksi, kwenye gari yake ile, yanatiria shaka kabisa juu ya usalama wa taifa letu. Ni wajibu wao pia kutoa taarifa. Hapa ofisini kwangu tayari tuna watu ambao ni professional kabisa kwa ajili ya kukusikiliza, na ukitoa taarifa hiyo hakuna mtu mwingine atakayepewa kwamba wewe ndio umetoa hizo taarifa. Na sisi kazi yetu ni kuchukua zile taarifa na kuzipeleka maabara. Hatuna lengo la kumuonea mtu, hatuna lengo la kutafuta umaarufu. Umaarufu pekee tunaotafuta ni ule wa kutimiza kusudi la Mungu, ili siku moja tukienda mbele za Baba atakayetuita ambapo hatujui saa wala wakati, tutakapoitika tuwe na uhakika wa kuiona ile pepo ambayo kila mmoja ameahidiwa kupitia imani zetu mbalimbali. Zaidi ya yote ninawatakia kila laheri. Ninaombeni mapambano haya na nyinyi mkayaanzishe kwenye mitandao ya kijamii, muhakikisha kwamba tunawaelimisha watu ili tuondokane na matumizi ya madawa ya kulevya, na kutoa taarifa kwa serikali iweze kuchukua hatua stahiki. Kwenye upande wa redio, upande wa TV, na nichukue fursa hii kuwapongeza sana ndugu zangu wa gazeti la Nipashe. Leo nimeona niko front page kabisa, ni jambo adimu kidogo, lakini wamefanya kazi yao. Kwa hiyo kwa moyo huo waendelee kuipa support mkoa wa Dar es Salaam
kuhakikisha kwamba tunafanikiwa katika mapambano yetu ya madawa ya kulevya. Asanteni sana na nawatakia siku njema. Kuna swali? Haya, twende. Kidogo yule mama ukimtaja, yani ukimweka yule aliyepeleka watoto wale chini. Yako majina hapa mengi. Sasa hatutamjua kama ni huyu. Tutakupatia. Nyingine? Naam. Hii tumeingia awamu ya pili. Kwa hiyo wewe endelea tu kufuatilia hii series. Awamu ya mwisho ni tangazo, Dar es Salaam hatuna madawa ya nini? Ya kulevya. Hatua zipo kwa sababu moja, kuna wale ambao walishindwa kufika kwa sababu aidha wako nje ya maeneo ya mkoa wetu. Sababu si kwamba taarifa zinapomfikia mtu anakuepo kwenye eneo husika. Wengine kwa yuko mikoani, mwingine labda yuko nje ya nchi. Kwa hiyo wale tunao utaratibu na wengine wameshatoa taarifa ya kwamba watafika, na sisi tunasubiri. Sababu jambo hili sio vita ya siku moja, ni mwendelezo. Na tunaamini watakapofika tutaendelea na kuwapasha taarifa. Lakini kuna wale ambao wamekimbia baada ya kusikia majina yao, wamekimbia. Na tunaendelea kufuatilia. Sababu wengine kama nilivyotangaza hivi wataanza kupaki mabegi yao kukimbia. Tunafahamu na tunaendelea kuwafuatilia. Pale ambapo tutakapata taarifa zaidi eneo lipi ambapo wamejificha, tutawakamata. Na kitendo cha kukimbia kinatuonyesha kwamba taarifa tulizonazo ni sahihi juu yako. Lakini wako watu wengine wako wamejificha. Unajua kuna kukimbia alafu kujificha. Tunaendelea kuwafuatilia. Kwa kimsingi wote tunaamini tutawapata. Kuna swala la kutoa taarifa. Kuna watu wengine umesema kuna kitendo ambapo kuna watu hapa wakija kuambia taarifa zitafika. Lakini watu wengine wasipenda, wengine wangependa wakuone wewe mwenyewe wakwambie. Wanaogopa wengine wakaona watu wengine wanaweza wakavujisha. Ikaja kaleta matatizo. Lakini wewe mwenyewe kwa sababu uko committed, zaidi basi ni bora ungetoa nafasi kwamba wewe mwenyewe ukaambie. Hiyo tunaifanya. Hata ninavyomaliza hapa kuongea niko kwenye operation na mambo yanaendelea tu. Hatujaamua kulala mpaka ile jambo litimie. Lakini kama unavyofahamu, serikali hii na nafasi ya mkuu wa mkoa ni taasisi, sio mtu mmoja. Na mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, maana yake nina vyombo. Na ndio maana tumetafuta vijana wazuri wenye utaalamu zaidi wa kumsikiliza mtu na kujua anachokisema, na kwa sababu pia hatutaki kupokea tu taarifa ambazo kesho na kesho kutwa tukakutaja jina au tukakutuhumu kwamba kumbe ni chuki za mtu binafsi. Lakini tunachotaka ni kupata taarifa sahihi. Kwa hiyo tutashirikiana. Wakati mimi niko huko mtaani naendelea kuzunguka kufuatilia mambo, basi upande mwingine wako watu wanaendelea kuwapa huduma. Si akapaja mtu hapa kutoa taarifa afa amekaa masaa 8 hampati mkuu wa mkoa na kisa ni mpaka mkuu wa mkoa tu. Hapana. Tungependa pia tuweze kushirikishana. Tunawajua watu waaminifu na tunaendelea kufanya nao kazi, na hata haya mafanikio nao nasema hata kuna milipuko mingi utaisikia hapa mbeleni hapa ni kwa sababu kuna watu waaminifu. Na nisahau pia niwashukuru sana ndugu zangu walioko South Africa, walioko China, walioko Canada, walioko Marekani, wanaonipigia simu na kunipa taarifa. Kwa hiyo hata wale wa Tanzania waliojificha kwenye hizo nchi wafahamu taarifa zao kwenye mkoa wangu zinafika. Katika listi ya kwanza tuliona majina na tunaona jina la Wema Sepetu, lakini jana alipoonekana mpaka ukienda polisi pale atakupa maelezo. Jingine? Sababu hilo swali linahusu polisi. Kuna mimi kisha kukabidhi kule wanaendelea na utaratibu wao. Wakiona unastahili kwenda mahakamani watakupeleka. Wakiona bado wana mambo wanaendelea nayo watafanya. Kwa hiyo mimi nafikiri ni jambo ambalo kakangu. Tumeona baadhi ya viongozi bungeni wakijaribu kugusia hili swala kwa maoni yao tofauti, ikiwemo yule mheshimiwa Msukuma. Ongeza sema tu kwa ujasiri wala usio na nalifanyaje? Kazitoa kwa speaker. Basi utapata majibu kwa speaker.
Labda mheshimiwa Samani, na hili swali vipi la Agnes Masogange kuhusishwa na wewe kwamba umetaja katika mitandao kwamba umekuwa kuhusishwa kwamba kwa Makonda yuko karibu sana Agnes Masogange, ndio maana hatari. Wengine wametuambia leo katika hadhara hii hakoje hapo kati ya Agnes Masogange na wewe? Humtaji mtu tu kwa kuhusishwa na familia fulani. Na ndio maana polisi wanaendelea na uchunguzi. Watapokamilisha, nimewaambia kwenye haya mapambano. Sasa tumeingia phase ya pili. Mtasikia mitikisiko inavyo. Na mimi bahati nzuri nao kifua cha kutosha tu cha kuhimili mikiki yote. Yaani hilo sina shida nao. Kwa sababu lengo la kwangu mimi ni kuhakikisha Dar es Salaam inabaki kuwa salama. Kwa hiyo mikiki mingine hii inaniongezea tu nguvu. Nimesema mwanzo pale. Nilikuwa nawaandaa muelewe ya kwamba vita hii ikianza ni kama vile umeamua kumwagia mafuta ya taa kwenye shimo. Utaona kila aina nyoka anatokeza. Mwingine ukufikiri kabisa kama ni nyoka aliyejificha kwenye pango, lakini huyo naye na kila kitokeza mimi nawagonga. Na ndio maana tunazidi kusonga mbele. Focus yetu ni kuondoa madawa ya kulevya kwenye mkoa wetu. Hizi zingine hizi ni rasharasha tu. Na ndio maana nimesema haya mengine yanaendelea, kama mtu ana ushahidi anatupa taarifa, sio ya kwenye mitandao wewe umekamatwa unaanza kueleza kitu kingine. Kwanza ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi kutoa hizo taarifa? Na kwa sababu tuko na wewe pale, tuambie tu fulani ni muhusika. Tumekamata watu zaidi ya 120 kupitia taarifa tulizozipata kati ya wale watu waliofika pale kituo cha nini cha polisi. Sasa wewe umeshindwaje kumtaja naye akafatwa? Swali jingine? Kingine mheshimiwa ni kwamba tumeona bungeni kuna ushahidi mbalimbali zinatolewa, wanasema wanajuana, watatajana, lakini mpaka muda huu bado hatujajua hatua gani zitachukuliwa kwa wale ambao wamesema wanajuana wenyewe kwa wenyewe. Jamani, mimi ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Bendera yangu haivuki kwenda Bagamoyo, haivuki kwenda Chalinze. Huku kwingine huku nikishafika tu pale Mbagala kule mwisho kwenda Kongo wapi naishia kule. Kwa mimi naongelea mipaka yangu hii. Pale ambapo utawala wangu unapoishia. Hao walioko kule zingine ni mbwembwe tu. Unajua mle wakati mwingine huwa wanachoka wanasinzia. Sasa lazima muwe na watu ambao kidogo akili zao zinawasaidia kuamka na kucheka na kufurahi, maisha yanaendelea. Kuna swali jingine? Kuna swali hapo. Ndio. Sasa napenda kufahamu mfumo ambao unatumia pia mwingine wa kutajwa majina, kwa sababu hilo jina la Agnes Masogange imetajwa kwa mitandao mingi na watu wengi wamezungumza. Pengine likitajwa kwa namna hiyo huwezi kufuatilia hama na yeye aweze kaitwa kwa sababu ya kuuliza. Ukitaja jina kwanza unajua unaweza kuwa unaingia kama vile unajitahidi kuhama. Hebu wewe kama una taarifa za mtandao sahihi tuambie tu. Na ndio maana nimesema tunapokea kwa wenye viti wa mitaa, tunapokea wapi. Wewe kama una taarifa sahihi wewe tuambie. Lakini sio taarifa, yani usiibue taarifa kwa sababu wewe una jambo la kujibu, ukaibua taarifa nyingine tena kwa mfumo ambao sio rasmi. Na nimewaeleza hapa, ukiwa kwenye mahabusu, ukiwa popote pale chini ya usimamizi, hata simu huruhusiwi kuwa nayo. Kwa bado vyombo vya ulinzi wa usalama vinaendelea kucheki pia utaratibu gani uliotumika wa mtu kujirekodi na kuanza kutoa matangazo wakati huko sehemu sahihi ya kutoa hizo taarifa. Kuna jingine katika hapo? Asante. Niona mkono hapa. Naomba muulize tu mliziki kwa sababu mimi nilikuwa nataka kujua hii na mangapi. Sawa. Utaratibu wa kupokea kule Central COVID. Sasa utaratibu angoja basi, siku akikuweka utauona tu wote. Mwingine chap afu tunamalizia dadangu hapa Mheshimiwa, utafuata dada huko. Mheshimiwa, kuna sadikika kwamba rais wa awamu ya iliyopita inasadikika kwamba kulikuwa kuna majina ambayo orodha ilikuwa nayo. Unazungumziaje kuhusiana na hiyo orodha? Basi mbaya mimi nimekabidhiwa mkoa. Kaka yangu mzee wangu Meki Sadiki alinipa hand note za mkoa wa Dar es Salaam. Siwende tu kwa ngazi hiyo kwamba kama kuna hicho kitu nenda kule kaulize. Dadangu niona mkono.